Leo ni tarehe 6 March 2026 na vita kati ya Irani, Marekani na Israel imeingia siku ya 7 tangu mashambulizi ya kwanza yalipozinduliwa Februari 28, huku mamia makombora yakirushwa, maelfu ya watu wakifariki dunia na nchi zaidi ya 14 kote Mashariki ya Kati zikiingizwa kwenye mzozo huu mkubwa. Lakini swali kubwa linabaki, nani anaonekana kumzidi nguvu mwenzake hadi hivi sasa? Je, ni Marekani na Israel wanaodai kuwa wameharibu zaidi ya 60% ya makombora ya Irani, au ni Irani inayoendelea kurusha makombora nchi za Ghuba na kuwasaka maadui wao hadi mbali kabisa ya Ghuba ya Uajemi? Wachambuzi wanasema jibu si rahisi hadi sasa, kama alivyoandika mchambuzi mmoja wa Al Jazeera. Vita ipo ili kushindwa au kushinda, lakini hapa hata dhana ya mshindi imekuwa ngumu kufafanua kutokana na mapigano haya makali yanaendelea hadi hivi sasa. Sasa leo tunakusimulia hali halisi ya siku 7, kile kilichotokea, kauli za viongozi na uchambuzi wa kina wa nani kati ya pande hizi anaweza kudai kuwa ameshinda au anaongoza na kuonekana kuwa na nguvu kubwa zaidi. Kaa nami ili tuweze kuangalia ni nani mpaka sasa anaonekana kuwa na nguvu zaidi ya mwenzake. Kuanzia upande wa Marekani na Israel, wanasema wazi tunashinda. Katika mkutano na waandishi wa habari wa Machi 4, 2026, katibu wa vita Pete Hegseth alisema kwa ujasiri mkubwa, tunawapiga wakiwa chini. Hii haikukusudiwa kuwa vita ya usawa, na si vita ya usawa hata kidogo. Tunawamaliza kwa kasi kama tulivyotarajia hapo awali. Hegseth pia alienda mbali zaidi, akasema tumeanza tu kuwawinda, tunawavunja, tunawaharibu na kuwashinda. Tunaweza kuendeleza mapambano haya kwa muda wote tunaotaka. Uwezo wetu wa kujilinda na washirika wetu una nafasi ya kutosha. Jenerali Dan Kane, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi, aliongeza, sasa tunaanza kupanuka ndani ya nchi, tukipiga zaidi ndani ya Irani na kuunda nafasi zaidi kwa vikosi vya Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump katika hafla yake ya White House alitoa takwimu za kushangaza mno. Alisema tunaharibu zaidi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Irani kila saa. Tunawamaliza kabisa. Kwa hiyo hawana jeshi la anga, hawana ulinzi wa anga, ndege zao zote zimekwisha, mawasiliano yao yamekwisha, jeshi lao la wanamaji limekwisha. Walipoteza meli 24 kwa siku 3 tu. Hizo ni meli nyingi sana. Trump alidai kuwa wameharibu 60% ya makombora ya Irani na 64% ya virushio vya makombora hayo. Sasa kwa upande wa Marekani, wanaweza kuonyesha ushindi kadhaa wa wazi kabisa. Kwanza, kumuua kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Pili, kuuzamisha meli ya kivita ya Irani. Meli ya nyambizi ya Marekani ilizamisha meli ya Iris Dena karibu na Sri Lanka, ikiua zaidi ya watu 80, na hii ni mara ya kwanza tangu 1945 meli ya nyambizi kuzamisha meli ya kivita kwa torpedo. Kuharibu viongozi wakuu wa jeshi la Irani, kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi Mohammad Pakpol na waziri wa ulinzi Amel Nasser Zadehi, wote wameuawa. Lakini kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa anasisitiza vita ni vya muda mrefu na vya kihistoria. Jeshi la Israel lilisema walifanikiwa kuharibu miundombinu ya utawala wa kigaidi huko Tehran, lakini wachambuzi wanaonya kuwa hata kama wamepiga hatua za kijeshi, ushindi wa kimkakati bado uko mbali. Sasa turudi kwa upande wa Irani. Hadithi kwao ni tofauti kabisa. Wao wanasema hatujashindwa na tunaendelea kupiga. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi aliambia NBC News, hakuna mshindi katika vita hii na sisi hatuombi usitishwaji wa vita. Tuko tayari kukabiliana na wanajeshi wa Marekani wakiingia ardhini. Lakini Iran imeonyesha kuwa bado ina uwezo wa kufikia maadui zake. Moja, kushambulia nchi za Ghuba
kama Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Katari na Saudi Arabia zimeendelea kupokea makombora ya Irani. Hata leo Machi 6, Saudi Arabia iliripoti kuwa imezuia ndege isiyo na rubani iliyokuwa ikielekea huko Riyadh kupanua vita hadi Azerbaijan. Kwa mara ya kwanza Irani imeshambulia Azerbaijan na kujeruhi watu 2 huko karibu na mpaka, lakini pia kushambulia vituo vya Uingereza. Ndege isiyo na rubani ya Irani iligonga kituo cha anga cha Arcturus huko Cyprus mapema mwezi huu, kufunga mlango wa Hormuz. Jeshi la walinzi wa mapinduzi lilitangaza kuwa mlango wa Hormuz umefungwa kwa meli za Marekani, Israel na Ulaya na washirika wao. Kwa upande mwingine, chanzo cha CNN kiliripoti kuwa CIA inawapa silaha makundi ya Kikurdi nchini Iraki kwa lengo la kuwasha uasi dhidi ya utawala wa Irani, lakini hadi sasa hakuna dalili za uasi mkubwa ndani ya Irani. Licha ya kifo cha Khamenei, utawala unaonekana kuendelea. Baraza la uongozi lilikutana na kujadili namna ya kumchagua kiongozi wao mpya, na hii ilionyesha kuwa mfumo bado uko imara ingawa uliathirika pakubwa. Ingawa mtandao ulikatiza kwa zaidi ya saa 120 na mabomu yaliendelea kudidima, Wairani waliendelea kuishi. Mmoja aliyetoroka Tehran aliambia CNN, marafiki na familia wengi wamebaki Tehran, wanafikiri hakuna mahali salama, bora ukae ulipo. Sasa twende kwenye kiini cha swali letu. Nani anaonekana kuwa na nguvu zaidi kuliko mwenzake? Hadi sasa wachambuzi wamegawanyika. Hebu tuangalie kwa kina upande wa Marekani na Israel. Kuna msukumo wa haraka wa kudhani ushindi wa Israel na Marekani wamefanikia kuvamia kwa mshangao mkubwa na wanaonekana kuharibu uongozi wa Irani kutoka angani na baharini. Kuna ushindi gani mkubwa zaidi kuliko kukata kichwa cha utawala? Lakini wachambuzi wanaonya hata ushindi huu wa kwanza una shaka, na zaidi ya hayo wameshinda kwa muda mfupi tu. Faida za Marekani na Israel: hadi sasa wamefanikiwa kumuua kiongozi mkuu wa Israel, wameharibu sehemu kubwa ya uwezo wa kijeshi wa Irani, wameonyesha nguvu kwa ulimwengu, wana uwezo wa kuendelea kwa muda mrefu kutokana na kauli zao. Lakini kwa upande wa Irani, mashambulizi ya Marekani yanatishia kuwepo kwa utawala wa Irani. Wale walio madarakani wanaamini hawana budi ila kuongeza nguvu, kufanya vita hii iwe na damu nyingi iwezekanavyo na haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha wanaendelea kuishi. Irani haina nguvu kama Marekani na Israel, lakini ushindi wao unamaanisha kuendelea kuishi na kuwashinda maadui wao hadi wachoke. Irani wamepata faida gani hadi sasa? Wameendelea kurusha makombora katika nchi za Ghuba na kusababisha hasara, lakini wamefanikiwa kuvuruga usafirishaji wa mafuta duniani. Wana uwezo wa kufikia malengo mbali kama Azerbaijan na Cyprus. Wanaonyesha kuwa mfumo wao bado uko imara licha ya kupoteza viongozi wao. Mchambuzi wa Al Jazeera aliuliza maswali muhimu. Je, ushindi una maana gani katika vita hii? Trump anataka ushindi wa haraka unaonekana, lakini hawezi kuweka wanajeshi ardhini. Netanyahu anataka vita ya muda mrefu kuendelea kwa sababu za kisiasa ndani ya nchi yake. Je, wanaweza kudai ushindi wakiwa na malengo tofauti kiasi hiki? ESFR wanaongeza, orodha ya majeruhi kibinadamu, kimkakati na kiuchumi inaongezeka kila saa. Kadri vita inavyozidi kuenea, ni wazi kuwa hapatakuwa na mshindi wa kweli, ingawa wengine wataumia zaidi kuliko wengine.